Haleluya, karibu tena kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii inatupa maarifa ya neno la Mungu na ni huduma ambayo inatusaidia katika maombi na maombezi kwa watu wote. Kiwa hapo ulipo, Mungu akubariki sana. Nichukue fursa hii kukukaribisha katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, na nashukuru sana kwa sapoti yako ambayo unaitoa kunisikiliza. Nashukuru sana kwa sapoti yako ambayo unaitoa kwa ajili ya kunishauri. Channel hii imekuwa ni muda mfupi sana, ina muda mfupi sana, lakini inapanda kwa kasi sana. Umekuwa ukinisapoti kuisambaza channel hii, video zangu kuzisambaza. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Share kwa marafiki, share kwa ndugu. Mungu akubariki sana. Na pia nataka pia nikushukuru kwa wewe ambaye unaitoa sadaka yako na zinafika kwa wakati na kwa muda mwafaka. Unaituma sadaka zako, tumepokea sadaka zako na zinafanya kazi ya Mungu. Zinafanya kazi ya Mungu katika ufalme wa Mungu. Watumishi wanakula, watumishi wanaendesha, injili inaenda, huduma inaendelea kwa ajili ya sadaka yako unayotoa. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Biblia inasema huwezi ukahubiri kama mimi au huwezi ukaomba kama mimi, lakini kupitia sadaka yako unayotoa unawezesha wengine wengi kufanya kazi ya Mungu. Kwa njia ya redio, kwa njia ya mitandao ya kijamii, unasimama unapotoa sadaka yako inatumika kwenye mabando wa wifi kulipia. Kwa Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Na mahali ulipotoa, Mungu wa mbingu na nchi akuzidishie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka tuweze kujifunza siku ya leo. Nitakuwa na maombi maalum kwa habari ya ardhi. Na wewe unatoa sadaka yako, mwisho wa maombi hayo, unapotoa sadaka yako, mwisho wa maombi hayo, Mungu akubariki sana. Nitakachoomba, nitumie jina lako. Tuna vikosi vya wana maombi, wapo watumishi mbalimbali katika huduma hii. Tunakuwa tunaomba kwa ajili yako unayetoa sadaka yako. Tuma jina lako kwenye namba ya simu hiyo unayotumia sadaka, kwa namba ya simu hiyo ambayo unatumia sadaka, tuma majina yako ili tunapoingia kuomba, unatuma jina na hitaji. Tunapoingia kuomba, tutakuombea na pia tutakupigia simu, tutaomba pamoja. Mungu akubariki sana. Kwa namba ya simu ifuatayo, tuma majina yako hapo 0785 89 09 mwisho 16. Hiyo ni Airtel ambayo ni 0785 89 09 mwisho 16. Lakini unaweza pia kutuma kwenye namba ya Vodacom 0768 10 42 72. Majina yote ya namba hizi yanaleta Petro Emmanuel Katambi. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Leo tutakuwa na maombi maalum. Tutaanza moja kwa moja tukiwa hapa mlimani. Tutakuwa na maombi maalum kwa mashtaka yaliyobebwa katika ardhi. Mashtaka yaliyobebwa katika ardhi. Maombi ya kuondoa mashtaka yaliyobebwa katika ardhi. Tutaanza kama ifuatavyo. Wengi wanajua kwamba yako mashtaka yale unaenda kushtakiwa mahakamani, yale unayoshtakiwa kwa afisa mtendaji, yale unayoshtakiwa kwa mkuu wa mkoa, yale unayoshtakiwa mahakamani, lakini hayo ni mashtaka ya kimwili. Lakini yako mashtaka ya kiroho ambayo yanashtakiwa kwenye ardhi, kwamba kwenye ardhi hii biashara yake ife, kwenye ardhi hii kazi yake ife, kwenye ardhi hii mafanikio yake yaharibike, kwenye ardhi hii uchumi wake uharibike. Wanakushtaki kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwenye ardhi hii asikae na ndoa, kwenye ardhi hii asifanikiwe kimaisha, kwenye ardhi hii asiinuke kimaisha. Wanakushtaki kwenye ardhi. Yeremia sura 22, kitabu cha Yeremia sura 22 na mstari ule wa 29, maandiko mpaka mstari wa 30. Yeremia 22 mstari wa 29 mpaka mstari wa 30. Maandiko yanasema, enchi sikia neno la Bwana. Bwana asema hivi, iandike habari ya mtu huyu kwamba hana mtoto na kwamba mtu huyu atafanikiwa
siku zake zote, maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari ule, Yeremia sura 22, Yeremia sura 22 mstari wa 29 mpaka 30. Mungu anamwambia Yeremia, sema na ardhi. Anasema nchi. Unaposikuta kwenye Biblia anasema neno nchi. Nchi na ardhi ni kitu kimoja. Kwa Mungu anamwambia Yeremia, nchi, sikia neno la Bwana. Maana yake ardhi, sikia neno la Bwana. Ardhi ina masikio na ardhi inapokea kile unachokisemesha katika ulimwengu wa roho. Sasa anafundisha maombi ya kuondoa mashtaka ya giza yaliyobebwa kwenye ardhi, maombi ya kuondoa mashtaka ya giza yaliyobebwa kwenye ardhi. Huyu mtu aliambiwa aseme na ardhi, na baada huyu mtu kusema na ardhi, baada ya kusema na hiyo ardhi, huyu mtu nini kilitokea? Akaambiwa andika. Akaandika chini kwenye ardhi kwamba mtu huyu atafanikiwa, sio yeye tu, bali na uzao wake na kizazi chake hatafanikiwa siku zake zote za maisha yake. Kwa yule mtu alipokuwa amekaa kwenye ile ardhi, anashangaa akifanya vitu hafanikiwi, anazaa watoto nao hawafanikiwi, anafanya biashara hawafanikiwi. Ndicho wanachokifanya mpaka leo. Wachawi wanaenda kusema kwenye hiyo ardhi unaofanyia biashara kwamba kwenye ardhi hii hatauza, naweka mzigo hautoki. Kwenye ardhi hii alikoolewa hata kaa, unashangaa mmejenga nyumba au kai. Kwenye ardhi hii hatainuka kiuchumi. Kwenye ardhi hii atakuwa tu ni mtu wa magonjwa. Unashangaa tu niingia kwenye ardhi unakuwa tu mtu wa magonjwa. Mtu wa magonjwa tu unakuwa tu mtu wa kuugua. Unashangaa ili shida iko wapi? Ili tatizo liko wapi? Wamekushtaki kwenye ardhi kwamba usifanikiwe, wamekushtaki kwenye ardhi maisha yako haribike, wamekushtaki kwenye ardhi uchumi wako haribike, wamekushtaki kwenye ardhi. Kwa hiyo leo tutakuwa na maombi maalum ya kufuta mashtaka yao kwenye ardhi. Kuna ardhi ukienda kupanga riziki hamna. Hata unapopeleka kodi ya nyumba iambatanishe na maombi ya ardhi. Kuna ardhi ukienda kuingia hata riziki unakosa. Kuna ardhi ukiingia mambo yanavurugika. Unajiuliza shida ni nini? Wanashtaki kwenye ile ardhi kwamba kwenye ardhi hii hatafanikiwa, kwenye ardhi hii hatainuka kiuchumi, kwenye ardhi hii biashara yake, kazi yake haitafanikiwa. Kwa hiyo leo tuna maombi maalum ya kufuta hati ya mashtaka iliyobebwa katika ardhi. Na ndio maana mara nyingi sana unaota ndoto uko kule kijijini ulikozaliwa. Mara nyingi sana wakikufunga kwenye ardhi unaota ndoto uko kule kijijini ulikozaliwa. Mara nyingi wakikufunga kwenye ardhi unaota mara kwa mara uko mazingira ya shule za kule kijijini, manyumba ya kule kijijini. Kifungo chako kiko kwenye ardhi. Mahali hapo wamekushtaki kwenye hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho. Nataka tuombe na wewe ili Mungu akutendee kitu katika maisha yako. Nataka tuombe na wewe ili Mungu akufanyie mambo makubwa katika maisha yako. Tunaingia katika maombi haya ya kufuta kila hati ya mashtaka kwenye ardhi. Kwa Yeremia anatamka, anaambiwa aseme na ardhi kwamba mtu huyu atafanikiwa kwenye ardhi, mtu huyu atainuka kiuchumi kwenye ardhi. Yeremia anasema na ardhi. Ndivyo wanavyofanya wachawi, wanasema na ardhi kwamba hapa duka lazima life, hapa lazima afunge hii biashara, hapa lazima uchumi uharibike. Wanasema na hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho. Tunaenda kuomba maombi haya ya kufuta hati ya mashtaka kwenye hiyo ardhi. Kila walichokutamkia kwenye hiyo ardhi tunaenda kukiondoa. Wanakushtaki kwenye hiyo ardhi kwa njia ya maneno. Jambo la kwanza, rudia maneno yafuatayo. Sala ya toba itaniunganisha mimi na wewe na Mungu aliye hai. Sala ya toba itatupa nafasi Mungu atusikilize tena maombi yetu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako saa hii, muda huu, kwa njia ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kwa damu yako Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda kwa kujua na kutokujua. Naomba unisamehe, unisafishe nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Kuanzia sasa ninakupokea Yesu, uwe Bwana
na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Tunaenda kuomba. Wewe utakachosema tu pale ulipo, utakuwa unaomba pamoja na mimi, utakuwa unaomba pamoja na mimi, utakuwa unatamka kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu, utakuwa unatamka kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu, utakuwa unatamka tu kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu. Wakati unapoenda kuomba kufuta hati za mashtaka zilizoachiliwa katika ulimwengu wa roho, kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye uchumi wako, katika ulimwengu wa roho. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, chini ya mbingu na juu ya mbingu, Baba, ninamuinua msikilizaji wangu anayenisikiliza kwa njia ya redio, anayenisikiliza kwa njia ya televisheni, anayenisikiliza kwa njia ya mtandao wa YouTube, anayenisikiliza kwa njia ya mtandao wa Facebook, anayenisikiliza kwa njia ya mtandao wa Instagram, katika ulimwengu wa roho, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninamsogeza mbele zako kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Ninamsimama mbele zako Bwana, kama ulivyosema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18, imeandikwa, jambo lolote nitakalofunga duniani litafungwa na mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, na nitakalofungulia duniani litafunguliwa na mbinguni. Baba, kama ulivyosema kwenye Mathayo 18 ule mstari wa 19, umesema katika neno lako ya kwamba wawili wenu watakapopatana jambo lolote watakaloliomba hapa duniani, Mungu wa mbingu na nchi utalitenda, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nimepatana na kuomba na mtu huyu kwa njia ya mtandao wa kijamii Baba, katika jina la Yesu Kristo, maana nguvu yako haina umbali, nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo, na katika ulimwengu wa roho ninakusogeza mbele za Mungu aliye hai. Katika ulimwengu wa roho, kila ardhi iliyofunga maisha yako, kila mashtaka uliotamkiwa kwenye ardhi, katika ulimwengu wa roho, pale ulipozaliwa kijijini, pale ulipotoka kijijini, waliokushtaki kwenye hiyo ardhi kwamba familia hii haitafanikiwa kwenye ardhi, watoto hawatafanikiwa kwenye ardhi, uchumi wao utafanikiwa kwenye ardhi, waliokushtaki kwenye ardhi ya kijijini wakaachilia mabaya kwenye hiyo ardhi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, Baba, ninatuma damu ya Yesu Kristo inasafiri katika ulimwengu wa roho. Hiyo damu ya mwana kondoo, hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, na kwenda na damu ya Yesu Kristo mpaka kule kijijini ulikozaliwa, na kwenda na damu ya Yesu Kristo mpaka kwenye wilaya uliozaliwa kijijini, na hiyo damu ya mwana kondoo, kama ilivyoandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, katika jina la Yesu Kristo. Na inua hiyo damu ya mwana kondoo iliyomshinda kuzimu na mauti, iliyoshinda kuzimu na mauti, na iachilia hiyo damu ya mwana kondoo katika ulimwengu wa roho, pale ulipozaliwa kijijini, na achilia damu ya mwana kondoo. Ramasotoria makandarabasika rimama makenteni mosinderia bakoto rika ya makenteni mosondoraba korama seketara boshindaraba rindaraba koto ya masekete, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, naachilia damu Yesu kwa hiyo ardhi, nafuta hiyo hati ya mashtaka waliokutamkia kwenye ardhi ulikozaliwa, waliotamka kwamba watoto hawa kama walivyoenda mjini watarudi maskini kwenye ardhi, kama walivyoenda mjini hawatafanikiwa kwenye maisha yao, waliokufunga kwenye hiyo ardhi wakatamka maneno mabaya kwenye hiyo ardhi, wakatamka mashtaka kwenye ardhi, kwa damu Yesu ninafuta, kwa damu ya mwana kondoo nafuta, kwa damu ya mwana kondoo nafuta, nafuta hiyo hati ya mashtaka ya wachawi, nafuta hiyo hati ya mashtaka ya wachawi iliyosimamishwa kwenye ardhi, nafuta hiyo hati ya mashtaka ya kuzimu iliyosimamishwa kwenye ardhi, kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo. Rima sotoria makanda reke yandara basikata mandorobo seke yandanama rima sotoria bakanda repeke shentene mosika rima sondoria baketenama reka yandorobo sika, nafuta kwa damu Yesu, nafuta hiyo mashtaka kwenye ardhi, waliokutamkia wakuu wa anga, waliokutamkia wakuu wa giza, waliokutamkia miungu, hayo mashtaka yaliyobebwa kwenye ardhi, nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta kwenye ardhi ya kijijini, kwenye ulimwengu wa roho, nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta hayo mashtaka yaliyosimamishwa na mizimu katika ulimwengu wa roho, kwenye hiyo ardhi aliyosema kwamba hatafanikiwa, hayo mashtaka ninafuta kwa damu Yesu Kristo, nafuta kwa damu Yesu Kristo, nafuta mashtaka aliyokutamkia kwenye ardhi kwamba utafanikiwa, kwamba uchumi wako
utafanikiwa. Nafuta hayo mashtaka kwenye ardhi kwa damu ya mwana kondoo. Rimasotoria bakanda remasondoria bakete mandarabakotoria basika rimamama kantanamo rendaraboseke yandarama rimasoko yandarabakata baba sekretariama rindoroboseke yandaraba. Damu Yesu inafuta hayo mashtaka kwenye ulimwengu wa roho. Naondoa kwenye hiyo ardhi ulipozaliwa pale kijijini, ulipotoka pale kijijini, pale mahali ulipokatwa kitovu chako, mahali kilipokatwa kitovu chako, kwa damu ya mwana kondoo nafuta hayo mashtaka ulimwengu wa roho. Rimasotoria makanda rika baba shekete rimasotoria makanda rimasotoria makata kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Hati ya mashtaka iliyosimama katika hicho kijiji ulikozaliwa, mahali ulikotoka, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Maroho yote yaliyobebwa katika ardhi ya kijijini, waliokushtaki uchumi wako, walioshtaki watoto wako kwamba watasoma lakini hawatakuwa na kazi, watasoma watakuwa na kazi, watasoma lakini hawatakusaidia, kwa damu ya mwana kondoo nafuta hayo mashtaka kwenye ulimwengu wa roho, nafuta hayo mashtaka. Ramaseteria bakata rimasotoria makanda yesheteria boko yanda rimasotoria bakata nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Damu Yesu inapita kwenye ardhi ya kijijini ulikotoka, damu Yesu inapita waliokushtaki mali kwenye ardhi hiyo kwamba utafanikiwa, damu Yesu inapita kufuta, damu Yesu inapita kufuta, damu Yesu inapita kufuta, damu Yesu inapita kufuta mashtaka kwenye uzao wako, mashtaka kwenye uzao wako pale kijijini, waliokushtaki kwenye uzao wako kwamba uzao wako hautafanikiwa, hautaona faida kwenye uzao wako, hautaona mema kwenye uzao wako, kwa damu ya mwana kondoo na kamata hayo mashtaka ya giza katika ulimwengu wa roho, nafuta kwa damu Yesu Kristo. Rimasete yakata satana makoria rindara baba yekesho toria makanta, kwa damu ya Yesu nafuta, kwa damu Yesu nafuta, kwa jina la Yesu nafuta hayo mashtaka ya giza yaliyobebwa kwenye hiyo ardhi, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa jina la Yesu. Bandarika baba basheke rimasotoria makete bandaria baba bakoto rimasete yanda riba baba rekesho tonia masika, kwa damu ya mwana kondoo nafuta hati ya mashtaka iliyobebwa kwenye ardhi, na iondoa kwa damu Yesu, na iondoa kwa damu Yesu, na iondoa kwa damu Yesu, na iondoa kwa damu Yesu. Kila ardhi iliyoshtakiwa, kila ardhi iliyoshtakiwa, kila ardhi iliyokufunga, naondoa kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, naondoa kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu. Mashtaka ya mizimu, mashtaka ya wachawi kwenye hiyo ardhi iliyosimama, nafuta kwa damu Yesu. Rimasotoria manderebo shata mama rika bobo kotonyama rinda rababa baba shekete mandoria masete karaba baba sheta mandorobo sikata, kwa damu ya mwana kondo nafuta hati ya mashtaka iliyosimamishwa katika ulimwengu wa roho, hati ya mashtaka iliyosimamishwa kwenye ardhi unaofanyia biashara, kwenye ardhi unaofanyia biashara, kwenye ardhi unaofanyia biashara, ardhi unaofanyia kazi, waliotamka maneno kwamba kwenye ardhi hii hataendelea na biashara, kwenye ardhi hii hatapata wateja, kwenye ardhi hii hatafanikiwa, kwa damu ya mwana kondoo nafuta hayo mashtaka kwa damu ya mwana kondoo. Naondoa kwa damu Yesu Kristo, naondoa kama ilivyoandikwa Mathayo 15 ule mstari wa 13, Mathayo 15 ule mstari wa 13, imeandikwa kila pando asilopanda Baba wa mbinguni litang'olewa na kutupwa mbali, litang'olewa na kutupwa mbali, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunafuta hayo mashtaka kwenye ardhi ya mahali hapo, tunafuta hayo mashtaka kwenye ardhi ya mahali hapo katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Kwenye ardhi unaofanyia biashara, waliokutamkia wachawi kwamba mahali hapa hatauza, hapa mahali hapa atafanikiwa, mahali hapa atauza, mahali hapa atafanikiwa, damu Yesu nafuta, 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 maneno unafuta kwenye hiyo biashara yako, kwenye hiyo kazi yako, maneno unafuta kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa moto ulao, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno. Rababa sekete mandara bakotoriaba rimasoko yanda reke shotoria makanda rimaseteria bakata reke tana mosenda, kwa damu ya mwana kondoo. Hayo maneno yaliyofunga wateja wako kwenye ardhi, waliokushtaki kwenye hiyo ardhi kwamba kwenye ardhi hii hatapata wateja, tunafuta hayo maneno, tunafuta kwa damu Yesu, tunafuta hayo maneno, tunaondoa kwa damu Yesu, tunafuta hayo maneno, tunaondoa kwa damu Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Rimasota
mandarabakoto rimasoko yata yenderebosika rimasoko yata remama sekete. Uche wa maneno uliotamkwa kwenye eneo la biashara yako, kwenye eneo la biashara yako, kwenye kazi ya mikono yako, waliosimamisha giza kwa njia ya maneno kwenye ardhi yako ya kazi, ardhi yako ya biashara, nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa jina la Yesu. Hati ya mashtaka kwa hiyo ardhi yako ya biashara, waliolaani kwa hiyo ardhi, waliolaani kwa hiyo ardhi, waliojiunganisha na mabaya kwa hiyo ardhi unaofanyia biashara, na ondoa ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo. Endelea kuomba hapo ulipo, endelea kusema tu kwa damu Yesu, endelea kusema kwa damu Yesu, endelea kusema kwa damu Yesu, na kwa jina la Yesu, endelea kusema kwa damu Yesu, na kwa jina la Yesu tunafuta hayo maneno kwenye hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa kwenye Mathayo 15 ule mstari wa 13, kila pando asilopanda Baba wa mbinguni litang'olewa na kutupwa mbali. Tunang'oa hayo maneno mabaya yaliyopandwa kwenye ardhi, tunang'oa hayo maneno mabaya, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa damu Yesu. Rababa shekete mandaraba kotoriaba rimasotoriaba kete manderebo shekete yepasikata rimasoko yanta. Piga maneno yao, piga maneno yao, teketeza maneno yao, teketeza maneno yao. Mashtaka ya maneno yaliyobebwa kwenye ardhi, mashtaka ya maneno yaliyosimamishwa kwenye ardhi, tunaondoa, 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 tunaondoa kwa damu Yesu na moto lao, tunaondoa, tunaondoa kwa damu Yesu na moto lao. Tunalipua yote mashtaka, tunalipua hata mashtaka iliyosimamishwa kwenye ardhi yako unaofanyia kazi, hati ya mashtaka iliyosimamishwa kwenye ardhi unaofanyia biashara, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu. Walioandika kwenye hiyo ardhi kwamba utafanikiwa, hautauza kwenye hiyo ardhi, hautafanikiwa kwenye ardhi, walioandika kwenye hiyo ardhi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, Baba tunafuta, Baba tunafuta, Yesu ninafuta kwa damu ya mwana kondoo, Yesu ninafuta hati ya mashtaka, inaifuta ulimwengu wa roho. Ramasekete yama rimasoko yanda, naifungua biashara yako kwa hiyo ardhi ulimwengu wa roho, naifungua kazi yako kwa hiyo ardhi ulimwengu wa roho, nafungua uchumi wako kwa hiyo ardhi ulimwengu wa roho, nafungua kwa damu Yesu, nafungua kwa damu Yesu. Walioweka uchawi, walioweka uchawi kwa hiyo ardhi, waliosimamisha uchawi kwa hiyo ardhi, tunguri zao na mapembe yao kwa hiyo ardhi, naondoa kwa damu Yesu, naondoa viungu vyao kwa hiyo ardhi, nabomoa kwa damu Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Naondoa kila uchawi, mashtaka ya giza kwa hiyo ardhi, naondoa kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Ramasekete mandorobo shikata rimasotoria bakanda rimasotoria bakata remama shikete, kwa damu ya mwana kondo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondo. Ardhi yoyote unapoishi hapo nyumbani, waliosema utaugua, waliosema utaishi maisha ya shida, waliosema utaishi maisha ya tabu, kwa hiyo ardhi hapo nyumbani, katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya mwana kondo, na teketeza na angamiza chochote kilichopandwa kwenye ardhi unakoishi hapo nyumbani, chochote cha giza na kiteketeza na kiangamiza kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na angamiza na kuteketeza, na angamiza na kuteketeza kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Rimasotoriaba remashondoriaba kata rimasekeyandaraba, waliosema kwa hiyo ardhi unapoishi hapo nyumbani kwamba utakuwa ni mtu wa magonjwa, utakuwa ni mtu wa mauti, utakuwa ni mtu wa mafarakano, utakuwa mtu ambaye hautakuwa na amani kwa hiyo ardhi, chochote ulichotamka kushtaki kwa ardhi, naondoa kwa damu Yesu, naondoa kwa damu Yesu, nalipua kwa damu ya mwana kondoo, nalipua chochote cha giza kilichosimamishwa kwa hiyo ardhi kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, nateketeza, nateketeza kwa hiyo ardhi, napita kwenye malango ya ardhi, napita kwenye malango ya ardhi, napita malango ya ardhi ya nyumbani kwako, malango ya ardhi ya nyumbani kwako unakoishi, malango ya ardhi pale shuleni, unapo pale shuleni, nyumbani unapokaa, malango ya ardhi kwenye biashara yako, kwa damu ya mwana kondoo, napita na hiyo damu Yesu, 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 nalipua kwa jina la Yesu, nalipua kwa damu Yesu, nalipua kwa jina la Yesu, nalipua kwa damu Yesu, nalipua kwa jina la Yesu, nalipua kwa damu Yesu, nateketeza kwa damu Yesu, nalipua kwa jina la Yesu. Rimasotoriaba renderebosika yata mandorobosika yata yesha tanamakoya rindarabashekete repakoya mama rendereboseke kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, chochote cha giza
kilichoandikwa kwenye ardhi yoyote uliowahi kukanyaga, uliowahi kupita, uliofanyia biashara, uliokuwa umekaa, uliokuwa umeolewa, walioandika mabaya, waliotamka mabaya, waliokushtaki kwenye ardhi inayokupiga kwenye maisha yako, mahali ulipopanga, mahali unapokaa, damu Yesu inapita, damu Yesu inapita, damu Yesu inapita, damu Yesu inapita, damu Yesu inapita. Nalipua kwa jina la Yesu, nalipua kwa damu ya Yesu Kristo chochote kinachokuzuia kwenye malango ya ardhi, chochote kilichosimamishwa kwenye malango ya ardhi, hati ya mashtaka iliyosimamishwa na ikamata mateka kwenye ulimwengu wa roho, na kamata mateka hati zote za mashtaka, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, nafuta kwa damu Yesu, napita na damu Yesu kwenye hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho iliyoachilia mabaya, inaonena mabaya, napita na damu Yesu, napita na moto lao, napita na damu Yesu, napita na moto lao, viapo vya kichawi, manuizo ya kichawi, viapo vya kichawi, manuizo ya kichawi, nafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, nafuta, napita, nafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, manuizo yao, matamko yao, napita, nafuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na ikomboa hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho, na itakasa hiyo ardhi katika ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo ardhi naikomboa, hiyo ardhi naikomboa, ulikozaliwa, ulikotoka, hiyo ardhi naikomboa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo ardhi unaofanyia biashara naikomboa sasa, naikomboa sasa kwa damu ya mwana kondoo. Ardhi unaofanyia kazi naikomboa sasa kwa damu ya mwana kondoo. Ardhi unaofanyia biashara naikomboa sasa kwa damu ya mwana kondoo. Toriaba rindaraba ketenama yekeshatanama reba baba seke rimasoko yanda, na kupatanisha na malango ya ardhio, na kupatanisha na malango ya ardhio, kama ilivyoandikwa Yoshua sura ya 1 ule mstari wa 3 kwamba zikanyagapo nyayo za miguu yetu tutatawala na kumiliki, tutatawala na kumiliki, tutatawala na kumiliki kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya mwana kondoo inakupatanisha kwenye malango ya ardhio, inakupatanisha kwa damu ya mwana kondoo, na kupatanisha na baraka za ardhio kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Nafuta mashtaka kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila mashtaka kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye uchumi wako, kwenye mafanikio yako, nafuta kwa damu ya mwana kondoo, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa damu ya mwana kondoo. Mandaraba kete yenderebo sekete reba baba seke reba soko yanda mandaraba koto riba soko yata reke shataraba rima saka yanda. Ardhi kukubali, ardhi kukubali, ardhi kukubali, iachilie mema kwako, iachilie kibali kwako, ardhi kukubali, iachilie mafanikio kwako, ardhi kukubali, iachilie mpenyo kwako, ardhi kukubali, iachilie kibali kwako, ardhi kukubali, iachilie neema kwako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, 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 na kupatanisha biashara yako na hiyo ardhi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kupatanisha uchumi wako na hiyo ardhi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kupatanisha ndoa yako na hiyo ardhi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kupatanisha mafanikio yako na hiyo ardhi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kupatanisha familia yako na hiyo ardhi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kupatanisha ardhi kutumikie, ardhi seme mema kwako, inene mema kwako kwa damu ya Yesu. Na nyunyiza damu ya Yesu, ardhi inene mema kwako, inene mema kwako, inene mema kwako, inene mema kwako, na kupatanisha kuanzia leo na hiyo ardhi. Naondoa maruerue, naondoa kila uchawi, kila nguvu ya giza kwa hiyo ardhi inayokushambulia, naondoa kwa damu Yesu, naondoa kwa damu Yesu, naiteketeza kwa damu Yesu, naiondoa kwa damu Yesu, naiteketeza kwa damu Yesu, naondoa kwa damu Yesu nguvu ya giza kwa ardhi ya mali yapo. Rama seke yanda rima soto ya bakanda rema soko yanda raba reke shatana masika mandorobo sikata raba baba shekete. Naondoa kwa damu Yesu, naondoa kwa jina la Yesu, naondoa kwa damu Yesu, na kupatanisha na baraka za ardhi hiyo, na kupatanisha na mema ardhi hiyo kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye. Unaweza ukasimama na sadaka yako kwenye maombi haya pale ulipo. Inua sadaka yako katika ulimwengu wa roho. Sema, Bwana Yesu, ninafungamanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho kupitia jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Sema, ninafungamanisha maombi haya na sadaka hii katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu aliye hai, kama ilivyoandikwa
Mathayo sura 18 ule mstari wa 18, jambo lolote nitakalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Sema, Bwana Yesu, ninafunga manisha maombi haya, matamko haya, ibada hii, maombi haya na sadaka hii katika jina la Yesu. Sema, chochote kilichotamkwa jambo jema kwenye maisha yangu Baba, ninajambatanisha na maombi haya kupitia sadaka hii katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema, wewe ardhi, ninakutiisha leo kupitia sadaka hii kwa jina la Yesu. Sema, wewe ardhi, ninakumiliki leo kupitia sadaka hii kwa jina la Yesu. Sema, ninapanda sadaka hii kupitia ardhi katika ulimwengu wa roho. Ardhi kanene mema kwangu, baraka kwangu, mafanikio kwangu katika jina la Yesu, katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Kupitia sadaka hii ikawe hai mbele zako Yesu usiku na mchana kwa jina la Yesu. Kwa pumzi hii sadaka ikanene usiku na mchana mbele ya madhabahu yako ya mbinguni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen. Peleka sadaka kwenye kinywa, achilia pumzi ya uhai. Sema, kwa pumzi hii naiwisha sadaka hii ikawe hai katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza ukaweka komenti yako hapo chini, unaweza ukaweka komenti yako hapo chini, na tutaendelea kukuombea katika jina la Yesu. Na wewe unatuma sadaka yako, usisahau kutuma majina yako kwenye namba ya simu ifuatayo 07858909 mwisho 16. Tuma maombi yako hapo, tuma majina yako hapo. Mungu akubariki sana. Na pia unaweza pia kutumia namba ya Voda kutuma majina yako 0768104272. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza kutufuatilia vipindi vyetu vingine kwa kusubscribe channel hii ya Apostle Katambi. Ubarikiwe sana. Sante kwa kunisikiliza. Sante kwa kuomba pamoja nami. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen.